kwa ajili ya kutoa huduma, kusimamia utoaji wa huduma katika hospitali zetu za wilaya, na tunaendelea na mashirikiano na kampuni ya NSK ambayo inasimamia hospitali ya mkoa wa hapa Unguja Lumumba, na vile vile hospitali ya Abdallah Mzee kwa sasa ambayo ndio inakuwa hospitali ya mkoa wa kule Pemba. Lakini vile vile tuna kampuni ya Zanmedics ambayo inatoa huduma za maabara katika hospitali ya mkoa wa Lumumba pamoja na huduma ya afya kazini, occupational health. Kwa hiyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya itaendelea kushirikiana na taasisi binafsi katika kuhakikisha kwamba huduma bora za afya zinatolewa kwa wananchi. Lakini vile vile tulikuwa tumekusudia kuongeza utoaji wa huduma ya afya ngazi ya jamii kwa kuwatumia wataalamu wa afya katika ngazi ya jamii, community health workers, kwa lengo la kuwafikia wananchi wote wenye uhitaji. Kwenye hili tumeendelea katika kuwapata vijana ambao watakuwa wanatoa hizi huduma za afya za awali ambapo wako katika ngazi ya jamii. Tumekusudia kulenga kuwajengea uwezo wa kitaalamu na ufanisi katika utoaji wa huduma hizo. Kwa sasa wahudumu 446 ambao 300 wako Unguja na 146 wako Pemba. Hawa tunaendelea kuwapa mafunzo na kufikia sasa mafunzo ambayo tayari tumeshayatoa kwa community health workers kufikia 2742. Kuna wahudumu 1242 ambapo Unguja 903 na Pemba 339 tayari tumeshawapatia vifaa muhimu ikiwemo tochi, mashine za kupimia shinikizo la damu, mashine ya kupimia maradhi ya kisukari, pamoja kipimo cha haraka cha uchunguzi wa malaria, pamoja na tablets, ili tunataka kuhakikisha kwamba huduma zetu za afya katika ngazi ya dispensary na ya msingi inakuwa bora kwa kuwabaini wale ambao watakuwa na viashiria vyovyote, hususan mama wajawazito katika ngazi ya jamii. Kwa hivyo community health workers wetu ambao sasa hivi wanakaribia 3000 wanakuwa wanapita katika kila maeneo na kupata taarifa za afya pamoja na taarifa nyinginezo kwa wananchi ambao tunao katika jamii. Lakini tumekusudia kuongeza idadi ya wataalamu wa afya wabobezi katika kada yenye upungufu wa wataalamu. Sasa katika kipindi hiki tulikuwa tuna madaktari bingwa 126, lakini sasa tumeongeza katika within 100 days tumefikia tunakusudia, lengo letu ni kufikia 136. Kwa hiyo kwa sasa katika kipindi hiki tumewapeleka madaktari 56 masomoni kwa ajili ya kupata taaluma za kibingwa katika maeneo mbalimbali. Vile vile kutoka madaktari bingwa bobezi mwaka 2024-25 tulikuwa watatu, lakini tunakusudia kuwepo katika kipindi hichi cha mwaka 25-26 tuwe na daktari bobezi 4, na kwa sasa ikiwemo daktari bingwa bobezi wa moyo wawili, daktari bingwa bobezi radiology wa wanawake, daktari bingwa bobezi wa figo na upandikizaji figo. Kwa hivyo vile vile tunakusudia kuwajengea uwezo na wataalamu wengine wapo masomoni. Tunakusudia katika mambo yote hayo ya kuhakikisha kwamba huduma bora za afya zinaendelea, tumekusudia kuanzisha na kutekeleza mpango wa lishe ambao utazingatia utoaji wa elimu ya lishe kwa jamii na mipango ya chakula kwa wanafunzi wa skuli za maandalizi na msingi. Tunashirikiana na ofisi ya makamu wa pili wa rais katika kutekeleza mpango mkakati wa lishe wa kisekta ambao ulizinduliwa mwaka 2025 mwezi wa Januari. Na katika kutekeleza mpango huo tayari sisi kama Wizara ya Afya tunashirikiana na Wizara ya Elimu kuongeza idadi ya skuli ambazo zinapata huduma za chakula kwa wanafunzi wa maandalizi na msingi kutoka skuli 50 zilizokuwa mwaka 2024 hadi 55 mwaka 2025, na hivi tunaendelea kutoa huduma hii kwa ajili ya kupata hizo chakula. Tunajua kwamba ukuaji wa mtoto ndio, yani ukianza ngazi ya chini kwa mtoto unapokuwa ndipo unakuwa unapata mwananchi mwenye afya bora. Kwa hivyo tunataka kuimarisha lishe katika ngazi ya chini, halafu tupate jamii ambayo itakuwa ina afya bora. Tunakusudia kuimarisha uwiano kati ya daktari na wagonjwa kutoka daktari mmoja kwa wagonjwa 6272 hadi daktari mmoja kwa wagonjwa 3100 kwa mwaka. Wizara imeendelea kuimarisha uwiano huo
kutoka daktari mmoja 6272 mpaka kufikia 3100 ambapo mpaka tunafika Februari 2026 uwiano wa daktari mmoja kwa wagonjwa 2963. Yaani sisi hata lile lengo letu tayari tulishafikia. Kwa sasa kila daktari mmoja anawaona ama anatibu wagonjwa 2363 against lile lengo la kutibu wagonjwa 3100. Tunakusudia kupunguza vifo vya mama wakati wa kujifungua hadi vifo 123 kwa kila wanawake 100,000 kwa mwaka. Tunaendelea kutekeleza mpango huo wa kupunguza hivyo vifo. Kwanza, kama tulivyosema, tunaimarisha, tunajenga uwezo wa wataalamu, lakini tunajenga uwezo kwa vituo vyetu vya afya vinavyotoa huduma hizi za uzazi, lakini tumenunua vifaa tiba mbalimbali, ultrasound tumenunua, lakini vile vile vitanda vya kujifungulia, seti za kujifungulia. Kwa hiyo huduma hizi zinaendelea kupatikana. Kutokana na hayo, tumesaidia sasa kupunguza vifo vya mama vitokanavyo na uzazi 100,000 kutoka vifo ambavyo tulikuwa navyo mwaka 2024, vifo 145 kwa kila wanawake 100,000, na sasa tunazungumza vifo 123 kutoka katika kila mama wajawazito 100,000. Tunakusudia mpaka tutakapofika mwaka 2030 basi tuone vifo hivi vimepungua hadi vifo 12 kwa kila mama wajawazito 100,000, ambayo ndio lengo la dunia. Kwa hiyo sisi tunataka tufike huko, na kwa juhudi hizi ambazo Dr. Hussein Ali Mwinyi anazifanya za makusudi kuhakikisha kwamba tunawekeza katika miundombinu, vifaa tiba pamoja na wataalamu, basi tunaamini itakapofika mwaka 2030 basi lengo hilo litafikiwa. Tunakusudia vile vile kupunguza idadi ya vifo vya watoto wanaofariki kabla na baada ya kuzaliwa hadi vifo 34 kwa kila watoto 1000 ambao wanazaliwa hai kwa mwaka. Na jambo hili pamoja na mengi mengine hatua tulizokuwa tumezichukua, basi kwa sasa tumefikia vifo 28. Tulikusudia vifo 34, lakini sasa tumefikia vifo 28 hadi mwaka 2025 kwa kila watoto hai hai 1000 wanaozaliwa. Tunakusudia vile vile kuanzisha kituo cha kudhibiti na kusimamia matukio ya sumu katika maeneo ya chakula, kemikali hatarishi na sumu asilia, ambapo wakala wa maabara na mkemia mkuu tayari tumeandaa manunuzi ya vifaa pamoja na mashine za kuchunguza uwepo wa sumu, ikiwemo sumu za kawaida katika vyakula. Wakala vile vile wa maabara ya mkemia mkuu wa serikali ipo katika hatua ya kuandaa sheria mpya, kanuni na miongozo ya kusimamia na kudhibiti matukio ya sumu katika maeneo ya chakula, kemikali hatarishi pamoja na sumu. Kwa hiyo pamoja na mambo mengi mengine, vile vile tumekusudia kuimarisha upatikanaji wa chanjo na huduma za kinga kwa watoto ili kuhakikisha wanakuwa wakiwa na afya. Kwenye hili, wizara imeendelea kuimarisha upatikanaji wa chanjo na huduma za afya ya mama na mtoto kwa kuhakikisha upatikanaji wa chanjo muhimu BCG, OPV, Penta, PCV, Rota, MR katika vituo vyote vya afya. Program shirikishi ya afya ya uzazi na mtoto kupitia mpango wa taifa wa chanjo ina jukumu la kusimamia utoaji wa huduma za chanjo Unguja na Pemba. Katika kipindi cha mwaka 2025, kiwango cha chanjo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 kimefikia 89% dhidi ya malengo yaliyowekwa. Aidha, chanjo ya saratani ya mlango wa kizazi kwa wasichana wa miaka 9 hadi 14 tayari imefikia 90% ya malengo yaliyowekwa. Kiwango hiki kimefikiwa kutokana na uwepo wa mashirikiano ya karibu kati ya Wizara ya Afya pamoja na Wizara ya Elimu. Ndugu waandishi wa habari pamoja na wananchi, kwa muhtasari, hayo ndio mafanikio yetu ambayo tunapata katika kipindi cha siku 100 kupitia Wizara ya Afya tokea Dr. Hussein Ali Mwinyi kushika madaraka kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Novemba mwaka 2025 hadi sasa. Nashukuru sana. Asante sana.